Kupitia mfuko wa huduma za misitu Tanzania Forest Services ilijenga kiwanda cha kuchakata mazao ya nyuki tarafa ya Sikonge. Kiwanda hicho kina uwezo wa kuchakata asali tani 4 kwa siku. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kukidhi mahitaji ya kiwanda kilichojengwa sasa, serikali itaanza mchakato wa awali wa kujenga kiwanda cha pili cha kuchakata mazao ya nyuki, ikiwa ni pamoja na kuainisha uwezo wa uzalishaji wa asali kwa tarafa ya Kiwele. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jacqueline. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Kama alivyosema, kuna kiwanda ambacho kimejengwa wilaya ya Sikonge, lakini tangu kizinduliwe kiwanda kile hakijaanza kufanya kazi. Je, ni lini serikali itaweza kuamua kiwanda hicho kiweze kufanya kazi? Lakini swali langu la pili, kutoka tarafa ya Kiwele kwenda makao makuu ya wilaya ni kilomita takribani 300, na tarafa ile ina uzalishaji mkubwa sana wa asali. Je, serikali haioni kuna haja kubwa ya kuweza kuweka kiwanda maeneo yale pia? Labda ndio sababu inayopelekea kiwanda cha Sikonge kishindwe kufanya kazi kwa haraka. Asante. Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Jacqueline kwa kazi nzuri anayofanya, lakini kufuatilia sekta hii ya asali katika mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Naibu Spika, tutafuatilia, lakini taarifa za awali ilikuwa ni changamoto za uendeshaji wa kiwanda kile cha Sikonge cha awali ambacho tulizindua mwaka 2023 chini ya Mheshimiwa Kakunda ambaye alifanya kazi kubwa sana kuvutia pale Sikonge kujenga kiwanda hicho. Kwa hiyo tutafuatilia tuone changamoto ni nini, lakini sana nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sasa kama kweli tutajiridhisha kwamba kulingana na umbali huu waliosema kutoka Kiwele mpaka kiwanda hiki cha Sikonge na uzalishaji kama ni mkubwa wa kutosha kuweza kuvutia wawekezaji katika tarafa hii ya Kiwele, nimhakikishie Mheshimiwa Naibu Spika mbunge Jacqueline kwamba tutafanya hivyo, kwa sababu tayari kuna wawekezaji wengi ambao wako tayari kujenga viwanda kupitia sekta binafsi. Kwa hiyo tutafanya hivyo ili kurahisisha uchakataji wa asali katika tarafa hii ambayo Mheshimiwa mbunge anaisema. Nakushukuru. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Elimu na Sayansi. Mheshimiwa Dr. Nahato. Je, serikali ina mpango gani wa kupunguza uhaba wa mabweni